katika unachokifanya, ukawa na ushindi wa muendelezo. Huu ni mwaka wangu wa 15 nikiwa nafanya biashara ya network marketing. Nimecoach watu wengi sana, lakini huu ni mwaka wangu wa 8 ambapo nipo kwenye kampuni moja. Kuanzia mwaka 2017 mpaka mwaka 2025 naenda kuhamisha mwezi wa 8 na kuhamisha miaka 8. Sasa nimeona watu wengi sana ambao wana changamoto ya kitu kimoja, kwamba wanapoanza kitu kipya huwa wana morali ya mwanzoni, inaitwa nguvu ya kuanza, yani nguvu ya kuanzisha, lakini wanakuwa hawana muendelezo wa kuendelea mbele. Na hili ni kosa kubwa ambalo watu wengi wanalifanya. Sasa katika biashara ambayo mimi naifanya, ambayo ni network marketing, unapokosa muendelezo kwenye mambo ambayo unayafanya, kwa kweli utajikuta haupati matokeo ya muendelezo. Na ndipo hapa sasa ambapo asilimia kubwa ya watu wengi wanapoanza kulalamikia kwamba mfumo wa biashara network marketing ni mgumu, huu ni mfumo ambao bana ni kazi kufanya. Tatizo ni kwamba haujui namna ya kutengeneza ushindi wa muendelezo. Nataka nikupe vitu vya msingi. Ni kwamba hivi, kushinda ndani ya mwezi mmoja ni rahisi, kushinda ndani ya miezi miwili ni rahisi, kushinda ndani ya mwaka mmoja ni rahisi, lakini kuwa na ushindi, ku-maintain ushindi wako kwa miaka 8, miaka 7, miaka 6, unahitaji kuwa na extraordinary mind. Unatakiwa kuwa na akili ya kawaida, unatakiwa na extraordinary mind. Okay? Kufanya kitu ndani ya wiki moja, wiki mbili, wiki 3, lakini kukomana kitu kile kile, okay, kwa muda wa miaka 5 mfululizo na kupata matokeo na ku-maintain matokeo yako, unahitaji kuwa na extraordinary mind. Watu wengi wanajiandaa wakiwa wanaanza, ila hawawezi namna ya kujiandaa na kuendelea wakiwa wanaendelea. Kwa sababu kuna haja gani ya kupata ushindi? Kuna haja gani ya kupata ushindi mara moja? Kwa nini usiwe na ushindi mara nyingi na ukaendelea ku-maintain ushindi wako? Kubaki chini ni rahisi, lakini kuwa juu na ku-maintain ni kazi kubwa sana. Okay, kwa hiyo katika training ya leo, wewe ambaye labda ni mtu ambaye una sita mara nyingi kuanzisha vitu, au ni bingwa wa kuanza bingwa wa kuanza, ila ni bingwa wa kuishia njiani. Yani wewe ni bingwa wa kuanza na ni bingwa wa kuishia njiani, au malizaji mambo. Ikifikia kipindi mambo yameanza kuwa magumu, au imefikia kipindi imetokea sintofahamu, au imefikia kipindi ambacho labda mambo hayaendi vizuri, unapaniki, either unapaniki, unaacha kufanya unachokifanya, au unarekebisha, unaenda kutafuta kitu kingine kipi ambacho utaanza. Na ukianza, unaanza kwa style ile kwanza, unaanza kwa morali. Okay? Unapoanza chochote kuna nguvu ya upya. Hebu andika neno nguvu ya upya. Andika neno nguvu ya upya. Nguvu ya upya ni nguvu ambayo watu wanayo siku zote wanapoanza jambo. Unapoanza mwaka mpya bana, unaanza na morali fulani, unapanga malengo nini. Kuna nguvu ya upya ambayo unakuwa nayo. Unapoanza biashara mpya, kwa wewe ambaye unafanya network marketing, ikatokea umejiunga kampuni mpya, sasa hapo nini? Una excitement. Kwa hiyo kuna nguvu ya upya ambayo itakusukuma somewhere. Utafika somewhere, lakini hautoweza ku-maintain hiyo nguvu ya upya kwa miaka 5 mfululizo. Kwa sababu chochote ambacho ni kipya, baada ya muda kitakuwa kikuukuu tu, kitazoeleka. Kwa hiyo inabidi mtu utoke sasa kwenye kuzoea, uende kwenye kitu kingine. Kwa jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifanye ni kutengeneza roadmap. Unatakiwa uwe na vision. Unataka nini katika hilo jambo ambalo unalifanya? Kuwa na vision. Na vision au maono ni uhakika wa kuona jambo kabla halijakamilika kama vile limeshakamilika tayari. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, unatengeneza njia. Hata nataka nifikie kiasi fulani cha pesa, nataka nifikie ranki fulani, lakini nataka nifikie njia gani? Mambo gani ambayo natakiwa kuyafanya? Okay, baada ya hapo unaanza kupanga vitu vinaitwa daily routine. Daily routine. Mafanikio yako kwenye chochote unachokifanya yapo katika uwezo wako wa kufanya mambo kila siku. Kila siku. Ukifanya siku 7, maana yake umefanya wiki. Ukifanya wiki 4, maana yake umefanya mwezi. Ukifanya miezi 12, maana yake umefanya mwaka. Hakuna mwaka bila kufanya kitu kwa siku. Kama wewe huna daily method of operation, daily routine, hauwezi kuachieve chochote. Utakuwa unaanza mambo kwa excitement. Na daily method of operation au DMO ni namna ambavyo unafanya mambo yako kila siku. Kila siku.
baada ya kuipanga mwaka wako, baada ya kupanga mwaka wako, lazima urudi chini. Leo nafanya nini? Unaishinda siku ila ushindi mwaka, ila ukizishinda siku 365 ndio umekuwa umeushinda mwaka. Ni rahisi kuanza jambo na kupuuzia unavyofanya mambo kila siku. Swali la kujuza ni hapa. Wewe katika siku yako unafanya nini? Okay? Asubuhi ukiamka, unalisha nini ubongo wako? Unaongea maneno gani? Unafuatilia taarifa gani? Unafanya kazi gani ndogo ndogo za siku, ambazo hizo kazi zikijijumlisha kwa siku 7 maana yake una wiki moja ya ushindi. Hizo kazi zikijijumlisha kwa siku 30 maana yake una mwezi mzima wa ushindi. Yoyote ambaye anadharau ambacho anatakiwa akifanye leo siku ya Jumamosi, leo, huyo mtu kamwe hataweza kufanikisha wiki yake. Hawezi. Maana pointi yangu ni moja, kwamba hivi, ukitaka kuwa na ushindi wa muendelezo, lazima uwe una target za siku. Lazima uwe na target za siku. Lazima uwe una activity za siku. Kwa sababu activity zako, target zako za siku, unapozihit, ukizifanikisha, ukizikamilisha kwa siku 7 maana yake wewe una wiki yenye ushindi. Ukizikamilisha kwa mwezi mzima, ukizikamilisha kwa siku 30 maana yake wewe una mwezi wenye ushindi. Yoyote ambaye anadharau siku hawezi kufanikiwa kwenye wiki, na yoyote ambaye anadharau siku hawezi kufanikiwa kwenye mwezi, na anayedharau siku hawezi kufanikiwa kwenye mwaka. Dharau unachokifanya kila siku, tutaona mafanikio yako ndani ya mwaka mzima. Na unapoanza kufanya jambo jipya, ile hamasa unayoipata, ile inaitwa nguvu ya upya. Nguvu ya upya. Wengi mmeingia kwenye mapenzi, wengi kwenye mapenzi yenu, penzi jipya mzee, unapiga simu kila saa, unatuma message kila saa, penzi jipya. Una morali. Yule sio wewe yule. Ile ni hamasa ya siku tu, ile ni hamasa ya penzi jipya tu. Ile ni hamasa ya penzi jipya tu. Umeona? Basi hamna kitu pale. Na hicho ndio kitu kikubwa ambacho tengeneza nidhamu za siku. Kama una nidhamu za siku, una nidhamu za mwezi bana. Ni uongo, unatudanganya. Maana kila siku utakuwa unaanza upya. Na inapofikia kipindi ambapo mambo yanakuwa magumu kwenye chochote unachokifanya, maana yake dunia inakwambia, Mungu anakwambia kwamba hebu angalia priority zako za siku. Angalia priority zako za siku. Vipi unafuatilia taarifa sahihi? Vipi unakaa na nani kwa siku, kila siku? Vipi unafanya kazi gani kila siku? Vipi unafanya activity gani kila siku? Activity ambazo unazifanya ndani ya siku zinakupelekea wewe uwe na wiki ya ushindi. Kama huna hizo activity, maana yake unakuwa frustrated. Maana yake kama huna nidhamu ya siku, huwezi kuwa na nidhamu ya wiki. Huwezi. Ndio maana katika biashara ambayo naifanya, ambayo ni network marketing, waga na watu ambao na coach kwa kufanya biashara part time, wanakuwa na wafanyakazi. Anadhani kwamba akiwa na masaa 24 kama vile mimi, kwa sababu mimi nafanya biashara full time, basi atafanikiwa sana. Mimi nakwambia hivi, kama huwezi kuwa na discipline katika masaa yako mawili, wewe mtu ambaye ni mfanyakazi, unataka nikucoach jinsi ya kufanya biashara, unataka ujiunge katika timu yangu mimi nikae nikucoach, hauwezi kuwa na nidhamu kwa mwezi. Lazima tuwe na nidhamu katika masaa hayo mawili, tutakuwa na nidhamu katika masaa, katika mwaka mzima. Hata ukiacha kazi, ukiingia full time, maana yake utakuwa unajua unachokifanya kwa siku. Mungu akubariki sana. Hope umepata kitu. Kama umepata chochote, niandikie hapo kwenye comment kitu ambacho umekipata. Comment yako ni ya muhimu sana ili nijue kwamba naongeaga na watu. Kwa mimi naitwa Mwijage Mindset. Kama unataka kufanya biashara network marketing, unataka kujiunga katika timu yangu, unataka nikuguide katika biashara, wewe mtu ambaye unatamani kuanza hizi biashara, umekutana na kampuni nyingi, umejiunga kampuni nyingi lakini hunaga matokeo. Unasema sana nataka nitapate mtu ambaye anajua anachokifanya niweze kuanza naye. Mtaji ni shilingi 195. Okay? Uwe mtu ambaye unafundishika, uwe tayari kuhudhuria seminar za online pamoja na za physical. Namba yangu ya simu hapo ipo hapo. Taiweka juu hapo, Winning with Mwijage, niandikie, niko tayari kuanza biashara, nitakupigia. Na wale wote walionitumia message kwenye WhatsApp, sijawapigia kwa sababu nilikuwa na mambo yangu ambayo nayaweka vizuri, ili ninapoanza kukimbiza na kimbiza moja kwa moja. Kuanzia Jumatatu tutawafikia wote, kuanzia Jumatatu tutawafikia wote. Nataka nitoe shukrani, hongera kwa na mtu mmoja ameanza biashara na nimeanza kumguide. Kila siku nasema tampost afu nasahau kupost. Kwa hiyo hongera sana kwa mzee baba, ulianza biashara na kuposti hapo, mimi nikiwa na wewe hapo na kuposti hapo sasa hivi. Mungu awabariki sana. Nitafute katika simu katika hapo ili tuweze kuanza tukimbize. Mungu akusaidie.